ni Sweetbat Julius kutoka katika kituo cha Tumaini kilichoko manispaa ya Bukoba, ambacho kinatunza watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi chini ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, wakati akiwezesha mafunzo kuhusu usalama wa mtoto ambayo yamewakutanisha kwa pamoja baadhi ya wadau wa kupinga vitendo vya unyanyasaji na ukatili kwa watoto katika kata ya Bugene wilayani Karagwe Februari 26 mwaka huu, yakiwa na lengo la kuelimisha jamii kuhusu kupinga vitendo hivyo. Baadhi ya wadau ambao wameshiriki mafunzo hayo wanaamini kuwa yatawasaidia kwa kiasi kikubwa kuwa mstari wa mbele kutoa elimu kwa jamii kuhusu swala la ulinzi na usalama kwa mtoto, kwani baadhi ya watoto wamekuwa wakifanywa vitendo vya unyanyasaji na ukatili katika jamii. Jina langu naitwa Juliana Singira Patrick, ni afisa maendeleo ya jamii wa kata ya Bugene. Kwenye semina hii ya ulinzi na usalama wa mtoto, kwa kweli tunawashukuru sana ile shirika la Tumaini kutoka Bukoba, na limeweza kutuelezea mambo mengi sana, hasa kuhusiana na ulinzi na usalama wa mtoto. Na kwa kweli tunaamini kwa sababu tumeshiriki, kuna viongozi wa vitongoji, viongozi kama sisi wa serikalini, lakini pia kuna baadhi ya walimu pia wameshiriki. Tunaamini elimu hii itatusaidia kuendelea kutoa elimu kwa jamii yetu, ambayo itawezesha kuweza kusaidia watoto kuweza kuwaepusha na vitendo vya ukatili. Kwa majina naitwa Twairi Hussein, mwenyekiti wa stendi ya Murushaka. Kwa kweli nimefurahishwa sana na elimu tuliyopewa leo, na inahusiana na watoto kwa ujumla. Katika kitengo changu naupokea watoto wengi sana ambao wengine wanauza mayai, wengine wanauza andazi, wengine wanaokota makopo. Kwa ujumla nimefurahi sana. Baada ya kutoka hapa, hii elimu itabidi niendeleze, niwe endelevu kwa stendi yangu ya Murushaka, niweze kuangalia kama tutapunguza hili wimbi la watoto wa mitaani. Naitwa Mchungaji Sofia Boniface kutoka usharika wa Murushaka, dayosisi yetu ya Karagwe. Katika kikao chetu kilikuwa kikao kizuri, kikao cha semina, kikao chenye mafundisho. Tumejifunza na kusikiliza jinsi ukatili unavyoendelea kwa watoto wetu wadogo. Na kituo cha Tumaini tunakishukuru sana kwa sababu kimechukua nafasi yake sahihi ya kuwatunza watoto wetu. Nashauri viongozi wetu wa kanisa, mashehe, viongozi wetu wa serikali, inapobainika vitendo hivyo vikemewe, kwa sababu vinaharibu kizazi cha baadaye. Tunapotaka jamii ya watoto wetu wenye maadili mema, elimu ianzie nyumbani, mashuleni, na wazazi watupe ushirikiano. Mimi kwa majina naitwa Deus Tinchwa, mtendaji wa kata ya Bugene. Kutokana na elimu hii tuliyoipata ya mafunzo ya ulinzi wa mtoto, ni nzuri sana, kwa sababu watoto tunao kwenye maeneo yetu, wanatumikishwa, wanafanya kazi mbalimbali, na wengine ni wanafunzi, na wengine bado hawajafikishwa umri wa kuanza kufanya biashara ambayo wanaifanya sasa. Kikubwa sana kwenye eneo letu hapa, kuna watoto wanafanya biashara moja ya kuzungusha mayai, ya pili wanafanya shughuli ya kuokota machupa ya plastiki ambazo ni wateja wakimaliza kunywa maji wakatupa. Sasa watoto wanatoka vijijini wanakuja kuzikusanya jioni kwenye stendi. Sasa niombe tu watoto hawa wana wazazi, hasa wanaokusanya chupa za plastiki, wawalinde watoto wao, na wanafanya hizi kazi kwenye maeneo hatarishi ya jioni stendi ya Murushaka. Naitwa Pius Paulo, mwenyekiti wa kitongoji cha Karundu, kata ya Bugene. Nikushukuru mheshimiwa mtangazaji kwanza kwa kunipa nafasi hii. Mimi nianze kwa kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuweza
kupata mafunzo. Haya mafunzo kwa kweli mimi yamekuwa ni faraja, kwa sababu kwenye mitaa yetu, hasa mtaa wangu wa Karundu, changamoto kama hizi tulikuwa tunakutana nazo, lakini tunashindwa ni wapi pa kukimbilia. Mimi binafsi ni muhanga. Niliwahi kuokota mtoto wa mwaka mmoja, lakini nilihangaika na yule mtoto nikashindwa ni wapi pa kumpeleka. Mtoto yule nilikaa naye takriban miezi 6. Ndipo nilipofanya jitihada, baada ya kuonekana na majukumu yangu yalivyokuwa, nikawasiliana na afisa ustawi wa jamii wa wilaya, na yenyewe mwanzoni nilianza nikimuomba msaada, na yeye akawa ananiambia ngoja nishughulike, nitafute ni wapi tutaweka huyu mtoto. Lakini hapo baadaye alikuja akapata mfadhili, na yeye alimpeleka kwa mtu mwingine ambaye alishughulikia. Kwa kweli namshukuru afisa maendeleo yetu wa jamii wa wilaya kwa hili, alinisaidia. Lakini wakati sijapata wapi pa kukimbilia, nilikimbia kila kona kutafuta ni wapi nitapata msaada wa kumlea yule mtoto. Kwa kweli ningelijua kwamba shirika la Tumaini lipo, nisingelianza kuhangaika. Nadhani ningelikimbia moja kwa moja kwenye lile shirika tayari kwa lengo la kuwaomba msaada wa kuendelea kumlea yule mtoto. Naibu Bwana Joviti Pascali kutoka kituo cha Tumaini cha Manispaa ya Bukoba anaeleza kuwa elimu ambayo wamekuwa wakitoa kwenye jamii kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto imeleta tija kubwa mkoani Kagera. Kimsingi wanaona kwamba swala la unyanyasaji bado lipo katika maeneo yao, na jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika. Kwa hiyo kupitia jitihada hizo ambazo zimefanyika siku za awali, na sasa wanaazimia kuweza kudumisha ulinzi na usalama zaidi, hasa kwa wanafunzi walioko mashuleni, lakini pia kuhakikisha kwamba viashiria vyote vya uvunjifu wa amani na kuondoa ulinzi na usalama wa mtoto vinaweza kuondolewa katika maeneo yao, na hatimaye watoto wanaweza kulindwa. Nikiripoti kutoka katika kata ya Bugene, wilayani Karagwe, mimi ni Jovinus Ezekieli wa Karagwe Media TV Online.